Mfalme mkuu zaidi wa Israeli amesimama mbele ya makuhani 20,000 na raia milioni 1. Hekalu la dhahabu linang'aa nyuma yake. Lakini anacholifanya kitakamua maisha ya kila mtu wa Israeli kwa karne nyingi. Anainua mikono yake mbinguni na kuanza kuomba ombi ambalo litakuwa ombi refu zaidi katika Agano la Kale. Solomoni anaomba kwa dakika 40. Lakini hapa kuna siri inayoshtua. Solomoni hajui kwamba anaomba kwa ajili ya Yesu Kristo ambaye atakuja baada ya miaka 1000. Anaomba kwa ajili ya hekalu la kweli, mwili wa Kristo. Anaomba kwa ajili ya kahini mkuu wa kweli, Yesu. Kila neno lake ni unabii. Twende ndani ya ombi hili la ajabu na tuone mambo ambayo watu wengi huwakosa. Hii ni somo la 105 katika mfululizo wetu wa Genesis hadi Ufunuo. Tunasoma moja Wafalme sura ya 8 mistari 22 hadi 61. Solomoni yupo katika siku yake kuu zaidi. Amekamilisha hekalu la Mungu. Amekamilisha jumba lake la kifalme. Sasa ni wakati wa kuomba. Lakini kwanza ni muhimu tueleze mazingira. Hekalu hili limeongoza kwa miaka 7. Wajenzi 1153. Gharama haikuweza kuhesabiwa. Fedha, dhahabu, fedha, mierezi, msanduku, kila kitu ni bora kabisa. Na sasa Solomoni anajua kitu kimoja: Mungu mkuu kama huyu hawezi kufungwa ndani ya jengo lolote, hata hekalu lake zuri zaidi. Ndiyo maana anasema, lakini kweli je, Mungu ataishi duniani? Tazama, mbingu na mbingu za juu hazikuwezi kukutosha, sembuse nyumba hii niliyoijenga. Kuna mambo matatu makuu ambayo tunapoteza katika ombi hili la Solomoni. Jambo la kwanza, Solomoni anabadilisha nafsi yake mara 3 wakati wa maombi. Anaanza akiwa amesimama, kisha anapiga magoti, kisha anaanza kuimba. Hii siyo bahati mbaya, ni mfuatano wa kiunga wa maombi. Unasimama kwa heshima, unapiga magoti kwa unyenyekevu, unainama kwa kujitoa kabisa. Jambo la pili, Solomoni haombi kwa Israeli tu. Anaomba kwa wageni wote watakaokuja hekalu. Anasema hata mgeni asiyekuwa wa Israeli atakayekuja kutoka nchi ya mbali. Hii ni ombi la kimataifa. Solomoni anajua kwamba Mungu ni Mungu wa mataifa yote, sio Israeli tu. Jambo la tatu, Solomoni anataja dhambi 7 maalum za Israeli na kila moja ina jibu lake. Uongo mahakamani, Mungu ataonyesha ukweli. Ushujaa katika vita, Mungu atawapa ushindi. Ukame na njaa, Mungu ataleta mvua. Magonjwa, Mungu ataponya. Utumwa, Mungu atawakomboa. Dhambi za kibinafsi, Mungu atasamehe. Huu ni muhtasari wa historia yote ya Israeli. Solomoni anajua kwamba watu wake wataanguka katika dhambi hizi zote. Lakini pia anajua kwamba Mungu ni mwingi wa rehema. Kuna jambo lingine la kushangaza, Solomoni anaomba mara 15 usikie kutoka mbinguni. Neno usikia katika Kiebrania ni ishama, neno lile lile katika Shema Israel. Si maana ya kusikia tu, ni maana ya kusikia na kutenda. Sasa tuone mabadiliko makuu ya kiteolojia katika ombi hili. Mabadiliko ya kwanza, kutoka kwenye hekalu la kimwili hadi uwepo wa Mungu mahali popote. Solomoni anajua kwamba Mungu hawezi kufungwa ndani ya jengo. Anasema mbingu na mbingu za juu haziwezi kumtosha Mungu. Lakini pia anajua kwamba Mungu amekubali kukaa kati yao. Hii ni mfano wa Kristo, Mungu aliyekuwa mtu na kukaa kati yetu. Mabadiliko wa pili, kutoka kwenye dhabihu za wanyamapori hadi msamaha wa rohoni. Solomoni anaomba, wakati watu wako watakapoomba mahali hapa, waisikie kutoka mbinguni na uwasamehe. Sio dhabihu pekee, ni ombi na toba. Hii inaashiria njia ya Kristo ambaye ni dhabihu ya mwisho. Mabadiliko watatu, kutoka kwenye utawala wa Israeli hadi utawala wa ulimwengu wote. Solomoni anaomba kwa wageni watakaokuja kutoka mataifa yote. Anasema, ili mataifa yote ya dunia wayajue jina lako. Huu ni ombi wa kimishonari. Solomoni anajua kwamba Mungu wa Israeli ni Mungu wa ulimwengu mzima. Lakini kuna mabadiliko ya 4 ambayo yanashangaza zaidi, kutoka kwenye hekalu la Solomoni hadi hekalu la Yesu. Yesu alisema, bomoa hekalu hili na kwa siku 3 nitalijenga tena. Alikuwa akizungumza kuhusu mwili wake. Solomoni anajenga hekalu la mawe, Mungu anajenga hekalu la mwili wa binadamu.
Solomoni ameomba kwa miaka 7 kujenga, Yesu alijenga kwa siku 3 tu. Hekalu la Solomoni litaharibiwa mara 2, mwili wa Yesu utafufuka milele. Katika mazingira ya wakati huo, mwanamke hakuruhusiwa kuingia sehemu za ndani za hekalu. Lakini kuna jambo la kupendeza katika ombi la Solomoni, haombi kwa wanaume pekee. Anaomba kwa watu wako Israeli, neno ambalo ni pamoja na wanaume na wanawake. Wakati anaomba kwa familia, anajumuisha wakuu wa familia na wake zao. Wakati anaomba kwa uongozi, anaheshimu utaratibu wa Mungu wa kiongozi na msaidizi. Kumbuka, Malka Sheba atakuja kumsalimu Solomoni baadaye. Huyu ni mwanamke mwenye mamlaka, hekima na utajiri. Solomoni atamkaribisha na kumheshimu. Hii inaonyesha kwamba heshima kwa utaratibu wa Mungu haiharibu karama ya mwanamke. Katika Agano Jipya, tutaona kwamba wanawake wamekuwa sehemu muhimu ya maombi ya kanisa. Ana nabii alikuwa akiomba hekaluni usiku na mchana. Mariamu mama wa Yesu alikuwa katika chumba cha juu wakiomba kwa Roho Mtakatifu. Wanawake wa Galilaya walikuwa wakiomba na mitume. Utaratibu haumaanishi utumishi mdogo, unamaanisha utumishi tofauti. Wanyamapori wote wa Yerusalemu wamesikia sauti ya Solomoni akiomba. Njiwa wa amani ametulia juu ya mnazi karibu na hekalu. Tai mkuu anang'ara juu ya mito ya Yordani. Mwana-kondoo mdogo anakaa bondeni akisikia sauti ya mfalme. Ninasikia sauti ya mfalme akiomba kwa saa nzima. Lakini kwa nini anaonekana huzuni huku akiomba? Kwa sababu anaona mbali zaidi kuliko wengine. Anaona kwamba hekalu hili halitadumu. Watu hawa wataanguka katika dhambi. Lakini pia ninaona kitu kingine. Anaomba kwa mtu ambaye hajazaliwa bado. Mtu ambaye atakuwa hekalu la kweli. Ndiyo. Nimeona nabii akisema kuhusu mfalme mkuu zaidi atakayekuja. Huyu Solomoni ni kivuli tu cha yule mfalme. Na mimi nimeshuhudia kwamba ombi hili ni zaidi ya maombi, ni unabii. Kila neno linashika mambo makuu yatakayokuja. Sasa ni wakati wa kuomba kama Solomoni. Kwanza, omba kwa unyenyekevu. Solomoni, mfalme mwenye uwezo mkuu, alipiga magoti mbele ya Mungu. Ukiwa na cheo gani, mali gani au hekima gani, bado unahitaji kupiga magoti mbele ya Mungu. Pili, omba kwa wengine, sio wewe mwenyewe tu. Solomoni aliomba kwa wageni, kwa majirani zake, kwa mataifa yote. Maombi ya kujitegemea pekee ni madogo. Maombi ya kimataifa yanakuwa makuu. Tatu, omba ukijua kwamba Mungu ameshajibu kupitia Yesu. Solomoni aliomba kwa ajili ya msamaha wa dhambi, sasa tuna Yesu aliyetufia msalabani. Solomoni aliomba kwa ajili ya upatanisho wa Mungu na binadamu, sasa tuna Yesu aliye kati ya Mungu na binadamu. Solomoni aliomba hekalu ambapo Mungu atakutana na watu, sasa tuna Yesu ambaye ni hekalu la kweli. 4, omba ukijua kwamba Mungu anasikia kutoka mbinguni. Si lazima uwe Yerusalemu. Si lazima uwe hekaluni. Mungu anasikia mahali popote unapoitana jina lake kwa moyo wa kweli. Na 5, omba kwa subira. Solomoni aliomba kwa miaka mingi kabla ya kuona majibu. Baadhi ya maombi yake yalijibiwa baada ya karne nyingi. Lakini Mungu alisikia kila ombi. Na kila ombi lilihifadhiwa mbinguni. Tuombe pamoja. Baba wa mbinguni, kama Solomoni aliomba kwa ajili ya hekalu lake, tunaomba kwa ajili ya maisha yetu kuwa hekalu lako. Kama alivyoomba kwa unyenyekevu, tunaomba ukiwa tumepiga magoti za mioyo yetu. Kama alivyoomba kwa wengine, tunaomba kwa familia zetu, jirani zetu na mataifa yote. Tunakushukuru kwa sababu umetupatia Yesu, hekalu la kweli, kahini mkuu wa kweli na mfalme wa kweli. Amen. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.